Wiki imekuwa katika mambo mingi, lakini Mungu ametufikisha mahali hapa. Leo tunaenda, kichwa chetu cha neno litakuwa ni imani ama faith. Nafikiri kila mmoja wetu wako hapo. Kama ni kuandika uandike. Kama kuna ule mwenye anasikizanga tu bila kuandika pia ni vile wewe huko. Bwana asifiwe. Kuna wale wanaitwa genius. Leo tunaenda kujifunza kuhusu imani. Na katika Biblia kuna vipengele tofauti ya kutufundisha sisi juu ya imani yetu. Sisi na muumba wetu Mungu, imani yako katika wewe na binadamu mwenzako. Bwana asifiwe. Sababu kila mtu lazima, unapofanya kitu lazima uwe na imani kwamba kitu fulani litafikisha mwisho, ama mahali penye naenda lazima nifike, ama ile lengo ambalo niko nalo lazima nilitende. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Bila imani ni yote ni bure. Sababu inasema imani yako, bila imani wewe ni kitu bure. Lazima ukae katika imani. Bwana asifiwe. Na katika hiyo nasema kwamba imani ni uaminifu, trust. Imani ni trust, uaminifu. Alafu nyingine ni believe, kuamini. Alafu nyingine ni loyalty. Yaani kujitolea kwako, kuwa loyal kwa kitu, kwani kwa mtu. Mungu sana sana ni muumba. Ambapo saa hii tuko katika dunia hii, kuwa loyal, unaweza kuwa mwaminifu katika kazi, lakini katika kanisani uaminifu wetu ni kwa Mungu. Imani yetu ni kutoka kwa Mungu. Trust. Unafaa uwe mtu ambayo unaweza ambiwa kitu fulani na uishikilie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa hivyo tutaenda kusoma vitabu ambayo itatuelekeza. Kitabu ya kwanza ni Waefeso. Efeso wa sura ya 2. Waefeso sura ya 2. Efeso iko katika Agano Jipya. Mlango wa 8 hadi 10. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Waefeso 2 mstari wake wa 8. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Amen. Inasema kwamba mmeokolewa kwa imani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bible inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Imani ni kipawa cha Mungu. Ya kwamba wala si kwa matendo. Si kwa matendo. Wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu.
Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Mtu yeyote asije akajisifu, maana tu kazi yake tuliumbiwa kwa Kristo. Tunaendelea kuendeleza injili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tukiwa katika kanisa ama ukiwa katika mahali popote, ni nafsi wala si kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu, maana tu kazi yake tuliumbiwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuende nayo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo unapotembea, Mungu ndio tunayemwabudu, tunamwamini. Sababu nasema kila jambo hapo unapoomba lazima useme kwamba tunaamini. Wacha tuamini na tuombe. Hiyo peke yake inamaanisha kuwa imani yako umeweka katika mikono ya Bwana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hivyo kila kitu unapofanya haufanyi kwa sababu ni roho yako ama ni wewe mwenyewe unaifanya. Ni kwa sababu Mungu ameweka imani ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Sisi kama watoto wa Mungu tunajua kwamba imani ni nguzo kuu katika kanisa. Ni nguzo kuu katika kanisa. Tunaamini katika Yesu Kristo ambaye ni Bwana. Tunaamini kwamba siku moja Mungu atatufufua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tunaamini kuwa siku moja tukifa Mungu atatuchukua na tukalishe mahali pema na wenye haki. Bwana asifiwe. Kitabu kingine ni hiyo Waebrania mlango wa 10. Mlango wa 10 mstari mdogo na 22 na 23. Waebrania 10:2. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kushafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Mstari wa 5. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, nifanyaje mapenzi yako Mungu? Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukuzipendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema. Bwana asifiwe. Amen. Umeenda nyuma sana. Ni 10:22. 10:22. 23. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. 23. Na mlishika sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inatueleza kuwa na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Bwana asifiwe. Amen. Bado tunasisitiza hapo mahali pa imani. Inasema kwamba na tukaribie sisi wenye moyo timilifu. Wanadamu wote si wenye mioyo timilifu. Bwana asifiwe. Amen. Ni wachache tu ambao ni wenye mioyo timilifu. Bwana asifiwe. Na ni mimi na wewe ambaye tunajua kanisa ni nini, ambaye tunajua Mungu ambaye tunaabudu ni nani. Bwana asifiwe. Ambaye tunajua kwamba tunaabudu Mungu wa ukweli,
Mungu ambaye anaishi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Hata wakati Mungu alipowekwa katika msalaba, alikuwa na imani kwamba aliomba kwamba Mungu akuwe na yeye. Na hiyo ni imani na ishara tosha kuwa alikuwa na imani. Imani yake ilikuwa dhabiti. Bwana asifiwe. Amen. Kuna imani dhabiti na kuna imani dhaifu. Ile ambayo unasema kuwa wacha niende tu. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niende tu, wacha nifanye tu. Lakini ukienda kwa imani, unaenda kwamba Mungu atakuongoza. Asifiwe tena. Amen. Biblia inatueleza kwamba na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyuziwa mioyo, tuache dhamira mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Unapokuwa na imani, dhamira mbaya weka kando. Bwana asifiwe. Amen. Unapokuwa na imani kuwa hii kitu unaenda kufanya na inaenda kuwa ya manufaa, dhamira mbaya toa mbele. Wewe enda ukijua kuwa Mungu ako na wewe. Na ujue kwamba katika hiyo imani utafika. Bwana asifiwe. Amen. Kwa wale watu wote ambao wanatafuta kazi, unatafuta kazi ukiwa na imani kwamba utapata. Umekuja ukiwa na imani kuwa unataka kuwa successful, ambaye ni mtu mwenye anajielewa. Bwana asifiwe. Amen. Unataka kuwa mtu mwenye ambaye anajitegemea. Sasa hiyo imani yako ambayo inakuelekeza kwamba ni lazima utafika mwisho, hiyo ndio unafaa ukuwe nayo. Uache dhamira mbaya. Dhamira mbaya ambayo inaweza kuambia hii kitu najaribu lakini haitafanyika. Tuache dhamira mbaya. Tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Hata tunapokwenda katika ubatizo, kuoshwa, unapoingizwa ndani ya maji, unakuwa na imani kwamba Mungu ameosha dhambi zako. Ile matendo ambayo ulikuwa unafanya kitambo, matendo ambayo ulikuwa unaifanya ambayo hayompendezi Mungu, inaishia katika majio. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo sasa ndio umeoshwa. Unaoshwa roho yako, unaosha mwili na unaosha nafsi yako ambayo unataka kuitengeneza na Mungu wako. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo inasemekana kwamba tuache dhamira mbaya. Ukifanya kitu na dhamira tofauti, unakuwa unafanya na mioyo mbili ambayo haifai kabisa. Bwana asifiwe. Amen. 23 na mlishike sana ungano. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu. Shika sana ungamo la tumaini letu. Jua ni nini ambayo imekuleta katika kanisa hii. Bwana asifiwe. Amen. Jua ni kwa nini unamlilia huyu Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Inafaa ujue kwa nini unachukua muda wako kutoka asubuhi mpaka hii masaa unakuja kukaa kanisani. Malengo yako ni gani? Bwana asifiwe. Amen. Wewe na muumba wako. Ndio ujue kwamba hiyo tumaini lako ambayo umejifanya unakuja kukaa hapa unaabudu Mungu, unafikia mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Sababu si watu wengi na si ambao mtu anaweza kaa kuanzia asubuhi mpaka saa hii. Kwa sababu kuna ile kitu ambayo wewe mwenyewe unajua ni kitu gani unataka na Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Mungu ndiye anakuongoza. Anakufikisha, anakupatia nguvu ya kufika masaa hii. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina. Inaendelea kusema kuwa isigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Nasema kwamba yule ambaye aliyeahidi ni mwaminifu, na huyo
sio mwingine bali ni Mungu. Sio mchungaji wako. Bwana asifiwe. Amen. Sio mama kanisa, sio deacon, bali ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haukuji hapa kuabudu mchungaji. Unakuja kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na katika hiyo harakati ya kumwabudu Mungu, ukue kwamba na imani kuwa ile jambo ambalo nimekuja lifanyike, Mungu hata kama kuna mgonjwa mahali, wewe amini kuwa yeye amepona. Maombi yako itamponyesha. Bwana asifiwe. Amina. Mungu atatuma malaika wake na wamguze. Kwa hivyo usikue na maneno. Mstari mwingine, kitabu kingine ni hiyo Hebrania 10:38 na 39. 39. Nitasoma. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Na hata Mungu mwenyewe anasema kwamba roho yake ikisita, yeye mwenyewe hakuangi na furaha. Inamaanisha kwamba imani yako inapokuwa ndogo, Mungu mwenyewe hana furaha na wewe. Anataka ujitolee full. Bwana asifiwe. Amina. Ukuwe na beti yako ya faith, imani ikuwe 100%, isikuwe 99.9. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo 0.09 0.01 inafanya Mungu asiwe na furaha na wewe. Bwana ambaye ni wewe na mimi. Bwana asifiwe. Amina. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana asifiwe. Amina. Wewe utaishi kwa imani. Mimi nitaishi kwa imani. Mchungaji wako ataishi kwa imani. Bwana asifiwe. Amina. Naye akisita, ukiwa na wasiwasi, sita jina yenu kuwa na wasiwasi kwamba hii kitu itafanyika ama itafanyika. Bwana asifiwe. Amen. Na ukisita, naye akisita, roho yangu ambaye ni Mungu, roho yake, Bwana asifiwe, Amen, haina furaha naye. Inasema kwamba ukisita roho yake mwenyewe, mtu mwenye alikuumba anakuwa hana furaha naye. Kuna wakati unaweza ujitolea kufanya kitu, hata kama ni mshago, hata kama ni wapi, lakini umeanza hiyo kitu na imani kuwa utaikamilisha. Lakini nafika mahali wale watu ambao umepatia hiyo kazi wafanye, wanaona huyu jamaa ni kama ako na wasiwasi na sisi. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo linamaanisha roho ya kusita. Wale pia hawatakuwa na imani, yani watakuwa na matumaini kuwa hii kazi itafanyika, sababu wewe ndio mdozi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa hivyo inahitajika kuwa ukijitolea usiwe na roho ya kusita, usiwe na roho ya wasiwasi. Usiwe mtu ya hapa chuchuchu hapa kule. Ujitolee, ukijitolea unajitolea kwa uwazi. Bwana asifiwe. Amen. Ili wale ambao wanaokutegemea wawe na furaha, wawe na matumaini kwamba huyu mtu anatuelekeza. For example, tumekuja katika kanisa, hatuna imani na mchungaji. Hii kanisa itaendelea kweli? Bwana asifiwe. Haiwezi endelea. Unakuja hapa ukiwa full, hauna yoyote, una wasiwasi na mchungaji wako. Bwana asifiwe. Amen. Unaona hata kuna mchungaji anapiga mwingine kofi lakini bado anakuja. Bwana asifiwe. Inamaanisha kwamba yeye ako na imani na yeye, ako na imani na yeye, na anajua anampeleka mahali gani. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hivyo usiwe na roho ya kusita, usiwe na roho ya wasiwasi, bali
Mungu aliye juu anakujua. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu kingine tunaenda kusoma ni Yohana. Yohana ndio James. Yakobo. Sir James chapter 2. James anapatikana James chapter 2, 14, 17. Waraka wa Yakobo 2:14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anao imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? 15. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, nendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Yakobo 2:14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani? Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Bwana asifiwe. Amina. Inatuambia kwamba imani na matendo inaenda mkono kwa mkono. Wazungu wanasema hand in hand. Bwana asifiwe. Amen. Imani na matendo inamaanisha kwamba matendo yako wacha yadhibitishe imani yako. Bwana asifiwe. Amen. Isiwe kwamba uko na imani na matendo yako nayo inakuwa dhaifu. Asifiwe Mwokozi. Amen. Inaendelea kusema kuwa, je,